kaunti ya Uasin Gishu. Mtazamaji, baada ya zaidi ya miongo miwili ya kuzama katika anasa, uhalifu na ukahaba, Margaret Wanjiru aliamua kufunga ukurasa wa giza la maisha na kuanza upya katika mwangaza wa matumaini. Akiwa mzaliwa wa mtaa wa Korogosho hapa jijini Nairobi, Margaret mwenye umri wa miaka 30 anasimulia masaibu yaliyomkumba tangu ujana wake alipobeba mimba akiwa na umri wa miaka 16. Katika simulizi hii ya majonzi anatujuza kuhusu tukio la kutishia alilokutana nalo mkononi mwa mteja raia wa Nigeria aliyedai kutaka kumtoa kafara. Hata hivyo, kutoka kwenye lindi la majaribu, Margaret aliweza kujinasua kutoka minyororo ya ukahaba na sasa ni mfanyabiashara anayejivunia kuuza mitumba katika mtaa wa Lakisama. Mwanahabari wetu Akida Kasim alimtembelea na kutuandalia makala haya ya kugusa moyo. Katika mtaa wa Korogosho, moja kati ya vitongoji duni jijini Nairobi vinavyoandamwa na umaskini, uraibu wa dawa za kulevya na ukosefu wa fursa, wasichana wengi hulazimika kuchagua njia za mkato kutafuta riziki licha ya hatari zilizomo. Hapa tunakutana na Margaret Wanjiru, binti aliyepitia majaribu ya kuogofya katika ulimwengu wa anasa na mihadarati. Akiwa mtoto wa pekee wa kike katika familia ya watoto 5, alilazimika kuacha masomo baada ya darasa la 8 kutokana na hali ngumu ya familia. Ikakuwa kuna mtu anaezekelea tebo, chakula kwa tebo. So ni kila mtu ajishughulikie. Margaret akiwa mdogo alichukua jukumu la kumtunza mama yao aliyekuwa mzee na dhaifu. Hali ilivyozidi kuwa tete kutokana na maisha ya ufukara na ukosefu wa chakula, alijipata ameingia kwenye mtego wa mwanaume mmoja aliyemhadaa kwa kumnunulia maandazi. Kumbe nia yake ilikuwa ni kumtumia kingono. Nilikuwa naomba tu Mungu nipate tu na ule mtu tu atanipatia hata kitu nipelekee mam. After kukula ile kumwambia napelekea mam, alifunganga mlango. Akaniambia, mimi nimeishi nimekutamani, unajua unaweza kuwa my wife. Mimi nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na 14 years. Ndio nishamaliza class 8. Mimi usema mimi alinirape, si ati mimi nililalaga naye juu. Obviously nilikuwa mnyang. Njaa ndio ilikuwa inanituma push hapa kwa huyo mtu ndio atilisa nipeleke mamangu mandazi. Akiwa na miaka 16, Margaret alipata ujauzito. Katika harakati za kulea mimba na baadaye mtoto wake, alijikuta akifanya vibarua vya mitaani. Changamoto za ulezi kwa mtoto zilimpelekea kukubali ushawishi wa baadhi ya marafiki zake. Kile asichokijua ni kuwa alikuwa akiingizwa kwenye ulimwengu wa anasa na ukahaba. Sikufika pale tao, mademu akaniambianga uje sasa hapa hakuna mchezo. Sasa hapa ni uhustle. Wale walikuwa wameshazoea, wanatoka wakiwa walevi, yani mtu amejipiga amejidunga shindano, yani mtu akoma vitu zake. Kama Waswahili wasemavyo, mchovya asali hachovi mara moja. Margaret aliona utamu wa pesa na maisha ya anasa, akaamua kuyavulia nguo na kuingia mzima mzima. Mteja wake wa kwanza alikuwa raia wa Nigeria aliyemwahidi shilingi 10,000. Lakini nyuma ya ahadi hiyo kulikuwa na njama ya kumtoa kafara kwa imani za kishirikina. Mwanzo mimi nilitense. Mkenya kamingi akaniambia, Magi, yenyewe umeingia kwa nyumba si poa. Do you believe in press? Nikamwambia yeye. Akaniambia hawa wanapeana sacrifice ya madem every month. Na sasa leo wanajua ni wewe. Manze nilikuwa nataka kushautilia nipige nduru, lakini alimbekai usionyeshe in action. Margaret alijawa na hofu asijue la kufanya. Aliona kifo mbele yake, huku ahadi ya kupewa 10,000 ikiwa ni kuuliwa. Uko bedroom kwa unasikia tu lauta zingine wanatoa vicheko zingine. So msemo mmoja akapita hapo mbele, nikauliza huyo chali. Akaniambia kwanza ule ndio anakuanga mbao ndio ananyonganga mademu, kwanza una dead ndio unachinjwa. Wanatoa parts viungo za mademu sana sana, mostly matiti na macho. So alikuwa ananiambia sana sana ukaingia kwa hizo room kwa fridge, obvious pale kuna dem bado, na aliniambia dem alikuwa fresh sana. Ni kama alikuwa amemchinja like tuseme 3 days ago ndio saa mimi.
Juu alikuwa anapeananga sacrifice yao ilikuwa 1 month but body kama 10. So siku alikuwa na body ngapi? 2 kwa fridge. Alinusurika kifo katika tundu la sindano baada ya kijana mmoja kuamua kuokoa maisha yake kutoka mikononi mwa majangili hao. Akaniambia, wewe tulia hapa, hakuna 10k unapewa. Hapa unachinjwa, but believe me Magi, mwenye God amecome through mimi. Magi hakuna kitu unachinjwa. Lakini hata kabla ya mwezi kupita, hali ngumu ya maisha ilimrudisha tena kwenye ukumbi wa anasa. Safari hii, mteja mwingine alitaka kumwambukiza virusi vya ukimwi kwa makusudi. Ambia Mungu, sasa you have to make me more brave. Sitaki do ya mtu, sitaki pesa yake, na Mungu niepushe na hiyo ugonjwa. Kuzimeta siku nimetoka kwa nyumba nikiambia mangu ndamletea ukimwi hapo. Mimi nenda tafuta tu 200 za unga tu na maziwa ya mtoto wangu. Huyo jamaa bodi yake ilikuwa imejaa vidonda, imagine everywhere. Chest kwanza hivi. Nikawika kai, akaniambia ni nini? Kwa mujibu wa ripoti ya UNFPA, kati ya mwaka 2018 hadi 2023, Wizara ya Afya inakadiria kuwa kuna zaidi ya wanawake 100,000 wanaojihusisha na biashara ya ngono nchini Kenya. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi kubwa zaidi ya wanawake 29,494, huku kanda ya kaskazini mashariki ikiwa na idadi ndogo zaidi ya 2,030. Licha ya kuwa biashara ya ngono ni haramu, wanawake wengi wanaojihusisha hukumbana na madhila makubwa kwa aibu, unyanyapaa, ubaguzi, hadi mauaji na magonjwa ya zinaa. Wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Maji yalipozidi unga, mzazi wake alipokinai maisha yake ya anasa na mihadarati, Margaret alifukuzwa nyumbani kwao. Baada ya maisha ya anasa kumwendea mrama, akaingia katika uhalifu pamoja na genge la wasichana 3 waliokuwa wakipora wakazi mitaani. Tunajua tuko tunakanga tu kwa pavement, tunangojea tu kwa dhamini mwenye atatoka from nowhere. Kazi ni kumpeleka wrong way. Akatuliza ngana hapa tunapitia wapi? Tukamwambia usijali, hii ndio tu barabara main. But alikuwa na simu smart sana na do. Melissa alikuja kampiga nyungu lile, kamshika shingo hivi. Lazima angepiga shingo wewe, mimi ni saksue, Maria toe mfuko ya shati, mimi toe mfuko za trouser. Baada ya mmoja wao kutiwa mbaroni na kufungwa miaka 9 gerezani, aliamua kuacha uhalifu, lakini akiepuka hilo likamfika na hili. Akashawishiwa kujaribu mapenzi ya jinsia moja. Alikuwa ananitreat poa, alikuwa anacheza patka ya mwanaume. But pangu sikuwa nimeridhikanga. Nilikuwa naambia God hapana, hii si life yangu. Juu ndakuaje a good mother, ndakuwa example ya watu hii aje. Kanifanyia deliverance nyingine kubwa sana. So hapo ndo nilifilia at least nimereleasiwa na hizo vitu. Juu bado zikuwa zinanitokanga. Hatimaye, baada ya miaka zaidi ya 20 ya mateso, aliamua kurudi kwa muumba wake. Kwa sasa akiwa mama wa watoto 3, yeye ndiye mama na baba katika familia yake. Kwa sasa ni mfanyabiashara wa nguo na viatu vya mitumba, akiuza mavazi ya watoto na watu wazima. Kila anapotafakari maisha yake ya awali, moyo humsononeka, lakini pia humpa motisha ya kuwa mwanga kwa wengine. Zambia God, I bless tu kazi ya mkono yangu. Margaret anatoa wito kwa wasichana waliopotea njia kuwa bado kuna nafasi ya kubadilika. Naweza kuwa natamani sana nikiwa peak na wakalisha chini tunabonga. Na uonyesha sai life ya sai bado mtu tu akimbilie God. Kila alfajiri anapofunganya gunia lake la mitumba na kuvua viatu vya mateso ya jana, Margaret hujipa moyo kwamba kesho inaweza kuwa bora zaidi. Simulizi ya Margaret Wanjiru kuanzia maisha ya ufuska na anasa hadi kuwa mfanya biashara ni dhahiri shairi kwamba mabadiliko yanawezekana iwapo mtu atachukua hatua ya kwanza. Kwani wanasema mui huenda akawa mwema. Nikiripotia KTN, jina langu ni Akida Kasim kutoka maeneo ya Korogosho, Nairobi. Na makala hayo yameyapa